Nashukuru wadau wangu, nashukuru ITV, na waomba Mwenyezi Mungu amejalie muweze kutoa habari zangu, wengine wahamasike, wanione. Basi inshallah. Mimi nashukuru baba yangu, nakushukuru mama yangu. Mwenyezi Mungu amebariki kwa hicho hapo nilipotoa, ameongezee zaidi. Muweze kutuangalia na hali kama sisi, Mwenyezi Mungu jinsi alivyotuweka kama hivi. Atufanyie wepesi tuweze kunyanyuka, tuendelee na shughuli zetu. Mungu amebariki sana. Mimi nilikuwa ni fundi kujenga, nikaanguka Dar es Salaam, nikaangukia kwenye shughuli zangu za ujenzi, nikaangukia kwenye uti wa mgongo. Tukafika Moi kule, tukakaa kama miezi miwili. Changamoto ambayo mimi mpaka sasa hivi nilioniweka chini, hatukufika kwenye vipimo kujulikana labda ni changamoto ni nini, hatukufika kwenye vipimo. Kwa hiyo tumekaa hapa mpaka tukapewa discharge turudi nyumbani kwa kutokana hatuna hela ya matibabu. Moi tulifika karatasi ya gharama pale ilikuwa kama ni milioni 4.5 ya enzi hizo. Sasa kipindi kile sijajua mpaka sasa hivi imekuaje, ambayo ya kwenda kwenye vipimo ndio ilitushindwa, hiyo pesa haikupatikana. Ndio mimi nikarudi nyumbani, mpaka sasa hivi nipo nyumbani, sina matibabu aina yoyote. Mpaka sasa hivi nipo chini. Familia yangu, mke wangu alinikimbia kutokana na hii hali, kaniachia watoto 2. Imeniathiri sana kwa kutokana na hali yangu niliyokuwa nayo, afu mwanamke anikimbie, imeniathiri kwa sababu mambo mengi nahitaji msaada hapa nilipo. Dada yangu mwenyewe kuna vitu vingine pia anashindwa kunisaidia kwa sababu mimi ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo naumia sana kusema ukweli. Mimi ni mtu wa kubebwa. Kwani hapa nilipo ni mtu wa kubebwa, ni chotwe hivi nibebwe, nitolewe nje, nirudishwe ndani. Sina hata wheelchair. Hata kama ningepata msaada hata wa kibajaji, majari naweza nikaendesha kibajaji kutumia mikono. Inshallah kapata riziki, wanangu wakaendelea kupata riziki na nikawasomesha watoto wangu. Niliona taarifa hii kwenye ITV. Baada ya kuona nikaguswa namna gani mwenzetu Bwana Ibrahim amepata changamoto, lakini tunaweza kumsaidia kwa namna yoyote. Ilikuwa ni fedha, lakini mahitaji ya chakula, matibabu. Tukaona leo siku ya Jumamosi kama ibada yetu ya Sabato, tumtembelee Bwana Ibrahimu Abrahamani, tuanze na mahitaji ya chakula. Baada ya mahitaji ya chakula tutaendelea kuwashirikisha na dau wengine, tutakuja kwa awamu nyingine. Kiukweli nilijisikia siko sawa sana, kwa sababu mimi at least niko sawa kuliko mwenzetu huyu Abrahamani. Na kama alivyosema mke wangu, tuliona wote tukiwa kwenye TV ya ITV, channel ya ITV. Kwa hiyo tukaona wito wetu wa kuwepo duniani ni kuwagusa wahitaji. Tuliona kuna changamoto ya chakula, lakini tumekuja na chakula kidogo, tumekuja na sabuni, lakini kuna namna tutaweka na kamkono kidogo ili hayo mahindi tuliokuja nayo waweze kuyatengeneza yakae sawa, yafae kuwa ni chakula. Kwanza nashukuru ITV kwa kuibua ndugu yetu Abrahamani ambaye ana uhitaji baada ya kupata ajali ya kuanguka kwenye nyumba na kupata ubovu wa miguu yote miwili. Nilifanikiwa kuona taarifa hii ya ITV. Nashukuru ITV kwa kumuibua huyu mhitaji. Na kwanza, la pili, wa Tanzania tuendelee kusaidiana, kushikana mikono na kuwashika mkono wahitaji kama hawa ambao ITV inaendelea kuwaibua.